Yesu, makofi kwa Bwana Yesu. Mungu. Amen. Kwa kuwa tumesimama namna hiyo, tunakwenda kumwabudu Mungu sasa. Tunakwenda kumwabudu Mungu kwa ajili ya kumleta mtumishi wa Mungu. Tumepata neema na kibali kusimama mbele zako, Bwana. Baba, lihimidiwe jina lako, libarikiwe jina lako, litukuzwe jina lako, mfalme wa amani. Lihimidiwe jina lako, Mungu usiyeshindwa. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, maana ni kweli hakuna kama wewe. Tunakupa utukufu na sifa kwa matendo makuu ambayo umeyafunua, Bwana, kwenye hii madhabahu. Sifa ni zako, utukufu ni wako, heshima ni zako, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, amen. Naomba tuketi watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Binafsi namshukuru sana Mungu kwa ajili ya neema hii. Kwa kweli ni kwa neema nimesimama kwenye hii madhabahu. Mapingamizi yalikuwa ni makubwa sana, lakini namshukuru Mungu kwa rehema zake na fadhili zake, tumeweza kusimama pamoja mpaka leo, siku yetu ya kuhitimisha hii semina. Na kwa yale ambayo Mungu ametutendea kwa siku hizi 6, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa dhabihu ya shukrani, kwa sababu kwa wale ambao waliona hali halisi ya huduma, hasa wenyeji, kwa siku ya kwanza, siku ya pili haikuwa rahisi. Haleluya. Kwa jambo hili tuna sababu ya kumshukuru Mungu, kwanza kutupa semina, lakini kumshukuru Mungu kwa maarifa ambayo Mungu ameruhusu tuyapokee wiki hii. Kwa kweli tungekuwa na muda wa kutosha, kila mtu angeshuhudia kitu gani Mungu amemtendea. Kwa kweli tungemaliza tu leo pasipo kuhubiri. Lakini ulimwengu wa roho, kuna vitu Mungu amevifunua ndani ya watu
na wameona nilikwamia wapi na ninatokaje. Kwa jambo hili mimi binafsi nina sababu ya kumshukuru Mungu, lakini nawe pia uwe na sababu binafsi. Usiseme tu Mungu nashukuru, uone sababu. Ule ujumbe ambao Mungu amewachilia kwa siku hizi ambazo tumekuwa hapa ni Mungu ametuchilia, na kuna vitu ambavyo vitatokea vikubwa mpaka tutashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu watakuwa na shuhuda za moto haswa kutokana na semina hii, na kuna watu watatafuta namba yangu wanipigia kushuhudia. Haleluya. Kitaka namba yangu ipo kwa mwinjilisti pale Isaka. Kama kuna sababu ya kutoa shuhuda, chukua namba yangu kwake utanipigia, lakini kuna shuhuda za moto zitatokea nyingi, na kuna watu watakuja mchungaji madhabahuni kwa sadaka ya shukrani. Kwa nini? Bwana amewavusha mahali. Haleluya. Watakuja na sadaka za shukrani. Kile ambacho tumeomba wiki hii ni mapinduzi makubwa sana yametokea rohoni, lakini yatakuja pia mpaka na mwili. Haleluya. Sasa kwa wale ambao jana hatukuwepo, bahasha zipo. Kama natamani kumshukuru Mungu na jana ukuwepo, inua mkono wako juu ni kuone ufikishiwe bahasha. Kama jana hukuwepo na unatamani kushiriki hizi baraka, basi inua mkono wako hapo ulipo na bahasha itafika. Tumshukuru Mungu pamoja, na tutajifunza kidogo thamani ya kumshukuru Mungu na umuhimu wa kumshukuru Mungu tunapomalizia ibada yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumekuwa na ujumbe unaosema imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo. Imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo ni kwenye kitabu kile cha Wakolosai 2 mstari wa 12. Tunaona pale msingi wetu tulisimamia hapa mafundisho kwa siku hizi chache ambazo tumezipata mbele za Bwana. Imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo. Kolosai 2:12 hadi 14. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumeangalia kwa kina namna ambavyo mshitaki wetu ana mashtaka mbele za Mungu, na tukaona kuna vitu vimempa uhalali kutokana na maisha yetu, kutokana na vizazi vyetu vinne. Kuna vitu vimetoa halali kwa shetani kuzuilia upenyo kimaisha, na tukaona ingawa tuko hai, lakini mauti zinapita kwenye uchumi, mauti zinapita kwenye afya, mauti zinapita kwa watoto. Biblia inasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Sasa hapa hatukuangalia ile hali ya kiroho kwamba kiutumishi uko hai lakini maisha yako yamekufa, na tukasema maisha ni vile ambavyo umekirimiwa na Mungu vikufanye uweze kuishi. Sasa vile vinapigwa, ingawa ni mtumishi, ingawa ni Mkristo, lakini unapita maisha yako ni ya msiba na ya maombolezo daima. Huo ni furaha ya wokovu, huo ni furaha ya Ukristo. Yaani maisha yako ni misiba, inafaa kupandiana
kama karatasi za kitabu. Ukitoka kwenye jaribu la ndoa, jaribu la magonjwa, haujakaa vizuri, jaribu la mtoto, haujakaa vizuri, jaribu la ndugu, haujakaa vizuri, jaribu la watumishi wenzako, haijakaa vizuri. Kwa hiyo kuna namna shetani anakuwa na uhalali wa kukufanya mwaka mzima unaomboleza. Haleluya. Mahali penye misiba hii ya kimwili ya nyama na damu, watu wanaomboleza. Lakini kama inaanza Januari mpaka Desemba, misiba haishi. Tafsiri nyepesi, roho ya mauti imeachiliwa, inafisha maisha yako. Sasa tumepita tukaona kuamini nguvu ya ufufuo inaleta kufufua vilivyokufa kwenye maeneo mbalimbali. Lakini tukaona habari ya mazuio. Tukaona kuna makaburi yamewekwa mawe, kuna makaburi yana walinzi, kuna makaburi na mihuri imepigwa, kwamba wakasema habari ya Danieli amewekwa kwenye pango la simba, wamekajiwa wakapiga na muhuri kwamba habari za Danieli hazitabadilika, kwa muhuri ya mfalme na muhuri ya wakuu wake. Lakini tukaona kule mbinguni Yohana ameletewa maono kwamba kuna kitabu kina muhuri 7. Akaulizwa ni nani aweza kukifungua, tungo zikanyamaza kimya, hakuna alionekana. Halafu mmoja akamwambia, usiogope mwana kondoo amechinja, yeye amestahili kuzivunja muhuri 7 na kukufungua kitabu. Kwa hiyo tukaona damu ya Yesu ni ufunguo wenye mamlaka wa kushughulikia mihuri kama mazuio ya maisha yetu kufufuka, uchumi kufufuka, ndoa kufufuka, uzao kufufuka, huduma kufufuka. Na tukaona kuna vitu vingi sana ambavyo vilikwama mahali, lakini kupitia maombi ya siku zichache tumeona kuna nuru mpya imeangaza. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya kanisa. Sasa leo tunamalizia sasa. Kama anasema ukiamini, aliambiwa kina Martha, ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Moja ishara ya kwamba ninaamini ni kupata imani ya kutoa sadaka ya shukrani. Haleluya. Kiwango cha imani kama Bwana, maisha yamefufuka, kwamba huduma imefufuka, kwamba uchumi umefufuka, kwamba roho mauti imeachilia na roho ya ufufuo imeingia. Nikwambia Bwana, ninapomaliza semina hii natoa sadaka shukrani nikiamini. Maana waliambiwa kina Martha, ukiamini utaona utukufu. Kwa hiyo kwa kiwango cha imani Ibrahimu aliamini akahesabiwa haki, kwamba kiwango cha mafundisho na imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kwa neno la Kristo. Kwa neno lile lisikia ukiliamini, yote yamekuwa ya kwako. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini pia pale tuna vitabu. Hivi vitabu Mungu amenipa maelekezo ya kuviandaa. Lakini hivi vitabu ndani yake kuna upako wa ajabu sana. Kila nikipata nafasi na mimi kusoma tena, ninahisi nguvu ya Mungu mpya kwenye hivyo vitabu. Kwa hiyo sio vitabu vya kufanya biashara, kuna neno la Mungu ndani. Na babangu alikuwa amesoma kidogo, baba mwinjilisti, akaniambia nimegusa kidogo, dondoo nilizozipata naongeza kitabu. Kwa hiyo kuna vitu vimefungwa huko ndani na Mungu kwa wazo la Roho Mtakatifu. Ukikichukua kitabu utasema laiti ningechukua vyote. Kwa hiyo kuna kitu cha ziada kiko hapo. Uliyepata utasema nilipata cha thamani, lakini ambaye hukupata utapata ushuhuda kwa utasema kwa kweli nilikosa kitu cha thamani. Kwa hiyo sikushawishi, lakini Mungu kwa maelekezo yake alinipa kuwekeza maarifa haya ndani ya vitabu, ili mahali ambapo siwezi kufanya semina kwa wingi, basi watu wapate hayo maarifa kwa njia ya kitabu.
na kila aliyekipata kitabu ana ushuhuda. Haleluya! Na aliyekipata hapa atakuwa na ushuhuda. Haleluya, haleluya. Sasa leo tunakwenda kumalizia nguvu ya ufufuo inavyoweza kufufua hata mifupa mikavu. Nguvu ya ufufuo inavyoweza kufufua hata mifupa mikavu. Nguvu ya ufufuo inavyoweza kufufua hata mifupa mikavu. Tumeona hapa maiti ya siku 4 iliyonuka, Lazaro aliyenuka, lakini Bwana Yesu akasema, Lazaro toka nje. Ile neno lilipenya ulimwengu wa roho. Roho ya Lazaro ikarejea, akatoka. Na tumeona alitoka akiwa na vifungo, na tumevishughulikia juzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maiti ya siku 4 iliweza kuwa hai. Sasa tunaposema maiti ya siku 4, sio maiti ile iliyozikwa, kwamba kuna vitu kwenye maisha yako yani vimekuwa, yani vimefikia hali mbaya, sio nasema kwa kweli hili haliwezekani. Maana tekena Martha walisema hili haliwezekani. Sasa maiti ya siku ni kitu kinanuka. Sasa tunapoenda hatua ya mwisho ya leo, tuone nguvu ya ufufuo kwamba ni zaidi ya maiti ya siku 4. Kitabu cha Ezekiel 37 mstari wa 1 hadi mstari wa 12. Ezekiel 37 mstari wa 1 hadi wa 12. Namna nguvu ya ufufuo inavyoweza kufufua mifupa mikavu. Mkono wa Bwana alikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikamjibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, huambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nanyi nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua kwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini hapakuwemo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri uambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu,
na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingiza katika nchi ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Nawakaribisha mnaotufuatilia Facebook live na YouTube. Karibuni siku yetu ya mwisho. Kama unafuatilia ni mara ya kwanza sahihi, kuna masomo mengine yako chini, utayafuatilia upate mtiririko kamili. Lakini tumekuwa na semina, leo ni siku yetu ya 5 mtandaoni. Kwa unafuatilia Facebook na YouTube, karibu. Kama ni siku ya kwanza, fuatilia chini hapo kwenye akaunti yangu, utapata mtiririko haya masomo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Kanisa, tunapita kwenye changamoto moja. Tunaamini Yesu atatupeleka mbinguni. Tunaamini Yesu ni Bwana. Lakini kuna vitu kwenye maisha yetu tumemfanya Yesu hawezi. Kwa nini? Mifupa mikavu sana. Mifupa mikavu ni yale mambo yamekufa mara 7. Yaani yamekufa yakafa tena, yakafa tena, yakafa tena. Kwa hata dalili za matumaini hakuna kabisa. Kwa hiyo hata hilo jambo kuliombea tena umeshaacha siku nyingi. Hata matumaini kwamba hapa kuna kitu haipo tena. Kwa nini? Matumaini hayapo tena. Tatizo limekuwa tatizo na zaidi ya tatizo. Lakini tumejifunza kwa siku hizi imani kwenye nguvu ya ufufuo, kwamba tunapoamini nguvu za ufufuo wa Kristo, hiyo nguvu bado inaishi hata leo. Kwa hiyo inaweza ikafufua katikati ya maisha yetu. Kuna vitu vimekufa, vimeoza, vimeharibika, mpaka vimekauka, kiasi kwamba ukiliangalia hakuna kabisa dalili za uhai tena. Lakini hapa naona kitu kipya, ya kwamba ametumwa Ezekiel, amepita kwenye bonde lina mifupa mikavu sana. Akaambia Ezekiel, je, hii mifupa inaweza kuishi tena? Akasema, sasa hapa nitumie busara, kwa sababu kwa kweli wewe wajua, lakini mimi sijui. Mazingira yanikatisha tamaa. Lakini Mungu akasema, anza zoezi la kuitabiria mifupa, isemeshe neno, itamkie neno. Kadiri unavyozidi kutamka, uhai unaingia ndani yake. Unavyozidi kutamka, uhai unatokea. Sasa sisi maiti kishaonekana, tunazidi kuiua tena. Yaani tukiona mifupa mikavu kwenye familia, tunaiongezea viwango vya kuwa mifupa mikavu zaidi, kwamba kwa kweli hili haliwezekani, hili halifai tena. Unapotamka kushindwa, ndivyo unapoongeza nguvu ya uharibifu zaidi, kwa sababu kinywa cha mwanadamu kina uumbaji ndani. Hivi hujanielewa? Kinywa cha mwanadamu kina uumbaji ndani. Nikupa mfano mwepesi kabisa. Mtu akimkosea baba yake au akimkosea mama yake, akimlani, inakuwa haibu. Hata kama hajaokoka, inakuwa haibu. Kwa nini? Kinywa cha mwanadamu kina nguvu ya kuua au kuhuisha. Kwa kuna vitu pale nyumbani, unavyozidi kuvisemea hajiwezekani, unaongeza nguvu ya uharibifu visiwezekane kabisa. Lakini hapa sema utabirie. Sasa shida ya kanisa, tumeingiwa na shida. Kuna tofauti ya kutoa nabii na kuwa nabii, ni vitu viwili tofauti. Kuna nabii ni ofisi ya unabii,
ni karama ya unabii, lakini kutoa unabii ni kwa wote. Unapotamka uzima kwenye kitu katika ulimwengu, unaachilia neno la kufanya kiwe hai. Kama nao ameshindikana na kabisa ameshindikana, ambia mwanangu, wewe ni mtumishi wa Bwana ajaye, umemtabiri. Haleluya, haleluya. Ibrahimu anaenda na Isaka kutoa sadaka. Mungu amemwambia Ibrahimu sadaka ni Isaka. Mtu sema baba, sasa kuni zipo, moto upo, mwana sadaka wa ibada yuko wapi? Ibrahimu akasemaje? Bwana atajipatia mwana kondoo wangu. Salitoa nabii, alitokea hajatokea. Bwana akamwambia inua macho, angalia, kuna kondoo kana sepembe, lakini matamko yake yakamfanya Mungu alete sadaka mbadala wa Isaka. Kwa hiyo mwanao, hata kama unaona kashindikana, mama wanangu, ni bonge la pasta lijalo. Kwa hiyo elimu ni zile, mwanangu, wewe ni injinia jaye, yuko darasa la 7 anakuja na 0. Mbona mwanangu usikate tamaa, bado Mungu anaishi. Wewe ni injinia jaye, unamtabiria. Wewe ni injinia jaye, wewe ni mtumishi wa Bwana jaye. Unapotabiri kuna nguvu ya uumbaji inaumbika. Unapotabiri mema yanatokea. Lakini nikuulize swali, kwa masaa yako 12 unatabiri uhai, unatabiri mauti? Unapokana watoto wako, leo ni tarehe 12, kwa hizi siku 12 tu, piga hesabu, umetamkia mema au mabaya. Angalia tu binafsi kwamba hasa shida kubwa ni wamama, wataalamu wa 50-50. Uumbaji, Mungu alivyoumba mwanamke amepewa maneno mengi, karibu mara 10 kuliko mwanamume. Haleluya. Tunapataga shida kukana akina Eva. Sangine umetoka huko, umezunguka, umechoka, ndio nyuma nataka angalau upumzishe akili kidogo. Anafahe baba Neema, hivi vikombe vya chai viko wapi? Kaosha mwenyewe, kaka kabati mwenyewe. Unauliza vikombe? Hivi shikaleto la piki liko wapi? Anataka tu apunguze, anataka ongea maneno 2000 kwa siku. Kwa hiyo utauliza vikombe, utauliza mashuka, ukule njiani, leo ulikuwa wapi? Nilikuwa Kilosa. Ulikuwa na kazi gani? Nilikuwa na kazi fulani. Ulikutana na nani? Nilikutana na fulani. Okay, mchana ulikula nini? Nilikula ugali. Ugali na nini? Kwenye mgahawa gani? Yaani unadodosa. Mwanamke anijua nimechoka. Yaani utaulizwa hizo maswali gani? Sasa ingine mpo ndani wote. Alafu unaambiwa anayepita kwa nje ni nani? Mpo ndani, anayepita kwa nje ni nani? Mmetoka nje, kuna miguu imekanyaga hapo nje. Baba Neema, aliyekanyaga hapo ni nani? Tumelala usingizi wote. Mimi nimemwonaje? Ili kama nataka ugonjwa uwepo, uache kuwajibu. Usipowajibu natengeneza kesi. Sasa kwa sababu ana maneno mengi, yaani akikana watoto wataitwa paka, wataitwa kijiko, wataitwa mbuzi, lione kama baba yake, na ole kama amepishana baba yake, lione kama baba yake. Sasa bila mambo viongeongea ni kama, lakini katika roho naumba. Maana Biblia inasema wazi, mauti na uzima katika uwezo wa nini? Wenye kupenda atakula matunda yake. Kwa hiyo mauti na uzima viko kwenye uwezo wa ulimi. Mwenye kuyapenda atakula matunda yake. Jifunze kutabiri mema, si mabaya. Tabiri mema. Kinywa cha mwanadamu kina uwezo wa kutabiri, kina uwezo wa kuumba.
Kwa hata kama kuna mifupa mikavu, mwambie Yesu leo, ile mifupa mikavu na itamkia leo, mnakuwa hai kwa jina la Yesu. Natamka uhai kwenye mifupa, natamka roho ya ufufuo ipite ile mifupa, inafufuka. Hata kama imeshindikana, mwambie Bwana Yesu leo na imani ya kutosha, natamka kama kichaa, ile ndani mifupa mikavu inakuwa hai, inakuwa hai. Utatoka mjini tukiwa hani, tukiwa baby, tukiwa nini? Ingine ni nini? City. Yaani kuna ndoa nyingine, mchungaji, sio maiti, mifupa mikavu. Lakini tuwakuta mjini, amevaa nguo anatembea, lakini kwa kweli mifupa mikavu kabisa. Yaani kuna mtu anamtazama mtumishi, kwa kweli naomba niombe nife, au anaomba afe. Kinachomuua ndoa ni mifupa mikavu, haibebeki. Kwa hiyo anaona bora toka pumzika na baba zake. Kwa nini? Maisha. Kuna mwingine watoto, kama mmoja akamwambia mwanangu, kwa kweli jinsi ulivyo wewe, bora utangulie kufa kabla yangu. Nikitangulia mimi, ndugu zako imekwisha kwao. Hebu fikiri mama, ufikia hapo, mtoto anabeba tumboni, hapo unasema Mungu anisaidie ufe wewe kabla yangu, maana nikitangulia aisee, ndugu zako imekwisha. Hiyo sio maiti, ni mifupa nini? Mikavu. Amekuwa kituko kilichopitiliza, kituko kwenye ukoo, kituko kwenye mji, kituko kila mahali. Yaani ni kituko zaidi ya kituko. Sasa kama ni mwanao yuko hivyo, mwambie Yesu, ile mifupa leo naitabiria, mwanangu John anakwenda kufufuka tena. Mtamke neno la uhai, kwa sababu Yeremia alitamka tu. Sasa vinavyotokea sikusumbue, mwambie Yesu, mimi nitatamka tu kama hii mifupa mikavu kwenye uchumi leo naitoa la Bwana, kwamba uchumi wangu unakwenda kufufuka. Mifupa inaondoka, nyama zitapita, mishipa itapita. Utaona mtiriko nini? Kiwango tu cha imani, ni kiwango cha kuamini nguvu iliyofufua Kristo katika wafu. Hata mifupa mikavu inakwenda kufufuka, inakwenda kuwa hai. Kutana mama mwingine tena juzi, kaja kwenye maombi. Mama, mwanae afikisha mahali pa kumu. Samaka anambia mtumishi, naomba mwanangu aje mfanyie huduma ya ukombozi ya ushauri, kwa sababu mahali amefika si pazuri. Hata mimi kwa kweli nimefikia mahali si pazuri. Kamwambia mwambie aje. Akaja, nikakaa naye. Tulipoongea akasema, mister, niletee mke wako aje na yeye, hii kesi iko kwa mama. Sasa mama akafikisha mahali pagumu, akashika ziwa, akasema, kama hukunya hili ziwa utaishi, kama ulinyona utakufa. Afa napane muombe. Namuombea nini hapa? Namuombea nini? Kama cha kuomba sina. Mlete aliyemfunga na mauti kwa kiapo cha ziwa. Unajua kuna viapo vikishafungwa havifungukaji. Yaani mwanamke useme, usika tumbo useme, kama hukukaa kwenye hili tumbo utafanikiwa, kama ulikaa kwenye tumbo hili hutafanikiwa. Hicho kifungo ni kiapo cha hatari mno. Na kama ulitamka kafute, yaani mtoto umemfunga kwa kiapo kibaya. Kwa nini? Kama ulikaa kwenye tumbo haitakuwa, kama ulikaa kwenye tumbo itakuwa. Anatokaje huyu? Sawa mama, kuna mahali walikuwa wanafikisha, lakini usikubali haraka kutamka una magumu, unawamaliza. Shetani kamgalagaza na unafukia kabisa. Kama alikaa tumboni, mimba hukuitoa, hata kama ni mifupa mikavu, bado kuna pumzi ya uhai ya Kristo inatakiwa ipite hapo, awe hai.
ipite hapo awe hai, ipite hapo awe hai. Usimkatie tamaa mwenzako, usikatie tamaa uchumi wako, kwamba hata kama ni mifupa mikavu, lakini leo tunaenda kutabiria neno la Bwana. Haleluya! Na nikwambie, jifunze kitu hiki. Unapoamka asubuhi, jitamkie mema, jibariki mwenyewe, bariki uzao wako. Yaani ukiamka asubuhi, cha kwanza, sasa nimesema wazi, uzima na wote katika uwezo wa nini? Wa ulimi. Kujifunza kubariki wanao. Yaani abe hana akili, mbariki apate akili. Ndio imeharibika mwanao, bariki ndio iponye tena. Kiwango unapozidi kutamka, yani hata kama huombi, sema tu Bwana, na ibariki ndoa isimame tena, na ibariki ndoa isimame tena, na bariki uchumi wanangu usimame tena. Tamka tu kama kichaa, lakini ulimwengu wa roho unathibitisha hicho kitu. Kwa leo tunamalizia kwa kutamkia mifupa mikavu iwe hai, iwe hai, na Mungu atukuze maisha yako. Tusimame utumishi wa Bwana. Andaa bahasha yako, andaa ile bahasha yako. Nitakuongoza kwa maombi kidogo na bahasha yako. Unaangalia kama sitakuwa wapi bahasha au nipe nini. Tusimame juu, tusogee wote huko mbele. Ni siku yetu ya mwisho, tupate muda kusukuma maombi kwa muda fulani. Karibu, tunaweza kuwekea kwa nini. Tusogee huko mbele. Mungu amenituma kwenye huu mji, ana kazi na huu mji, ana kazi na hizi familia. Hakikisha siku ya leo ya mwisho, ang'ania madhabahu, ang'ania madhabahu. Kuna mambo makuu yatafanyika muda mchache kwenye huu mji, uwe wa kwanza kuyapokea. Kuna mambo makubwa yanakwenda kufanyika kwenye huu mji, uwe wa kwanza kuyapokea. Watumishi wa Mungu, wachungaji, neno la Bwana kwa ajili yenu. Ni majira ya Mungu kuzijilia madhabahu zenu kwa sadaka. Madhabahu zimekuwa zikitoa cheti sana, lakini kitu Mungu amenisemesha, mwambieni Bwana. Kipindi cha Nehemia, makuhani walisahaulika, wakaenda mashambani kutafuta riziki, lakini Mungu akampa neema Nehemia, na uamsho ukatokea. Makuhani wakapata haki zao, akarudi madhabahuni. Mungu anatembelea huu mji. Anapotembelea huu mji, atembelee madhabahu zenu, zipambwe kwa mifugo. Waje na sadaka za ng'ombe, waje na sadaka za kondoo. Kama walikuwa na kuja na michicha na matembele, sasa Mungu azipambe hizo madhabahu kwa sadaka. Mtumike kwa kumshangilia Yesu wenu, mtumike kwa furaha. Bwana wafute machozi. Kitu kimoja, fanyeni kazi kwa uaminifu.
msiangalie madhehebu yenu, msiangalie dini zenu. Elia alitunzwa na mjane wa Sarepta, si kondoo wake. Tutamwambia Mungu leo, kuna wajane ambao si wa kanisa lako, wana mkate wako, wana maji yako, wana nyumba yako, wana gari lako, wana kitu kwa familia yako. Tunapomaliza, ninyi nanyi kwa nafasi yenu, hiyo ni mifupa mikavu kwenu. Mwambie Bwana Yesu, katika utumishi leo kutumikia miaka yote nimepanda mbegu kwako. Sasa nami mifupa mikavu kwangu natabiri iwe hai, kwamba madhabahu yako itunzwe na sadaka. Mungu akuinulie watu zaidi ya kondoo wako kwa ajili ya maisha yako. Chikuta Mungu ameniambia, na leo nimehubiri hapa kanisani, na Mungu nimesikia nitamke pia kwenu, si wa kanisa hili lakini kwenye makanisa ya kwenu. Mungu waachilie. Kuna uamsho unatokea Tanzania kubwa sana. Ili usimame, lazima watumishi wa Bwana muwe na maisha. Yaani usitembelee pikipiki tu, Mungu akupe na gari, akupe na nyumba ya kiutumishi. Heshima Mungu wenu ionekane kwenye maisha yenu. Ule utumishi unaotumika, Bwana awaheshimishe na atukuzwe kupitia sio tu pako kutoa mapepo. Yaani Mungu akuheshimishe kama ni mtumishi wake. Bila mnidewe hii madhabahu ya Bwana. Ino sadaka yako kwa Bwana. Sema, Mungu uliye hai, wewe ni Mungu mwaminifu. Ulipomsemesha mtumishi wako Ezekieli ile bonde la mifupa mikavu, ulipomuuliza alisema Bwana wajua, na kweli Mungu ulijua inawezekana. Alipopulizia pumzi ya uhai kwa neno lako, ile mizoga ilikuwa nafsi hai. Alipoanza kutabiri, ilitokea tetemeko la ardhi, na ile mifupa ikaanza kusogea mmoja kwa mfupa mwenzake. Mungu ikajiunga, na mishipa ikatokea juu yake, na nyama ikatokea juu yake, na pumzi ikatokea juu yake. Kisha ukasema, mifupa mikavu hii ni nyumba ya Israeli. Wamefika, hawana matumaini, wanaona Bwana amewaacha. Lakini ukasema, nitafunua makaburi yao na kuwapa uhai tena. Mungu uliye hai, katika maisha yangu kuna vitu ni mifupa mikavu, hata maombi ya kuomba tena siyaoni. Lakini leo kwa imani tumepita kwenye Pasaka, na tunaamini nguvu iliyomfufua Kristo inaweza kuleta uhai kwenye mifupa mikavu katikati yangu na familia yangu. Mungu uliye hai, inapoachilia sadaka ya shukrani, ni ishara ninaziamini nguvu zako za kufufua. Ninaziamini nguvu zako zilizofufua Kristo katika wafu. Hizo nguvu naziamini zinaweza kufufua mifupa mikavu, zinaweza kuifanya mifupa iliyo mikavu kuwa hai tena, kuwa hai tena, kuwa hai tena. Mungu, ninaamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Yule mtu ambaye mwanae alikuwa na kifafa, alipoulizwa, je, unaamini? Akasema ndio. Nisaidie niweze kuamini. Bwana Yesu, nimelisikia neno lako kwenye hii madhabahu kwa habari ya nguvu ya ufufuo, nikiamini inaweza kufufua vilivyokufa. Ninaamini. Nisaidie kuamini kwangu, nisaidie kuamini kwangu
lile neno la kinabii alilotabiri Ezekieli ukalithibitisha. Nami leo ninapotamka uhai kwenye mifupa iliyoko mbele yangu inayoiona, ninapotamka nguvu ya ufufuo, hilo neno ulithibitishe kwa jina la Yesu. Hilo neno ulithibitishe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ninapoomba na kutamka uhai kwenye mifupa mikavu, Bwana, mbingu zikafunguke na maombi yangu yaingie mbele za kiti cha enzi, mbele ya kiti cha rehema kama manukato, ili Bwana, baada ya hii semina nianze kuona kwa jinsi ya nyama na damu, ile mifupa, nianze kuona uhai unaanza kutokea, uhai unaanza kutokea, hatua hadi hatua, neema hata neema. Ninaamini kwa jina la Yesu, ninaamini kwa jina la Yesu. Sukuma maombi binafsi. Anza kuomba binafsi, anza kuomba binafsi, anza kuomba binafsi. Unajua mifupa mikavu yako, unajua mifupa mikavu yako, unajua mifupa mikavu yako. Wewe ni mchungaji, kuna mifupa mikavu kwenye kanisa lako, anza kuitabiria. Semesha, mwambie Bwana, hii mifupa mikavu kwenye kanisa langu ipate uhai, roho ya ufufuo ipite ndani yake, ili iwe baraka kwako. Lakini mwambie Bwana, ile madhabahu imekuwa mifupa mikavu, sadaka zimekuwa ni chenji, sadaka zimekuwa. Baba Mungu, Biblia inasema, enyi makuhani, lieni kata patakatifu na madhabahu, maana sadaka zimezuiliwa, maana sadaka zimezuiliwa. Sadaka zikizuiliwa kwenye madhabahu, ni kazi ya makuhani kukaa madhabahuni na kumlilia Bwana. Ni kazi ya watakatifu, ni kazi ya makuhani, ni kazi ya makuhani kukaa madhabahuni. Nasikilizeni wachungaji, wachungaji nasikilizeni, wachungaji sikilizeni. Twende madhabahuni hapa wote, twende madhabahuni hapa wote. Biblia inasema kuna walie kati ya patakatifu na madhabahu. Twende madhabahuni hapo, nendeni Bwana kwa ajili ya madhabahu zenu. Amesema sadaka ikizuiliwa, makono na walie madhabahuni, wamwambie Bwana. Hebu mwambie Bwana kwa ajili ya kondoo, mwambie Bwana kwa ajili ya ile madhabahu, mwambie Bwana. Hebu madhabahu wakilisha madhabahu yako, madhabahu yako kule unakoabudu, lakini mwambie Bwana, ile madhabahu niliyoko ni madhabahu yako. Mwambie Bwana, Bwana, waachilie watu wako. Mwambie Bwana, sadaka zimezuiliwa kwenye madhabahu. Bwana anasema lieni kata patakatifu na madhabahu, maana sadaka zimezuiliwa. Mwambie Bwana, sadaka ambazo zimezuiliwa, mwambie Bwana, hiyo ni mifupa mikavu. Mwambie Bwana, sasa achilie madhabahu yako. Mwambie Bwana aichilie. Hiyo mama amesema lieni kata patakatifu na madhabahu, mkamlilie Bwana, maana sadaka zimezuiliwa. Mnapoachilia mombe ile madhabahu yako, sadaka zinaachiliwa, sadaka zitakuja kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Maana amesema natupa nguvu ya kupata utajiri, ili kulifanya ghala kuwa imara. Ukiwa maskini, kazi ya Mungu hawezi kwenda. Ndio ukizuiliwa sadaka, ni kazi ya mchungaji kulia patakatifu na madhabahu, kwambia Bwana, sadaka zimezuiliwa. Achilia maombi sasa, sukuma maombi hapo ulipo, sukuma maombi. Wewe hata kama uwezi, mwambie Bwana Yesu, ile mifupa mikavu iwe hai, ile mifupa iwe hai, ile mifupa roho ya ufufuo ipite ile mifupa. Kwa jina la Yesu inatamka ile mifupa mikavu, ile mifupa mikavu, ile mifupa mikavu, ile mifupa mikavu kwenye maisha yako, na itamkia kwa jina la Yesu, roho ya ufufuo inapita. Hiyo mifupa ambayo umekosa matumaini, matumaini ya maisha, maana ile mambo umeona kama hayawezekani kabisa, na kutabiria leo kwa jina la Yesu, hiyo mifupa mikavu ipokee uhai, hiyo mifupa mikavu ipokee uhai, roho ya ufufuo, ile ufufuo Kristo, roho ya ufufuo
ufufuo, ile ufufuo Lazaro inapita kwenye mifupa. Roho Mtakatifu pita 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 ila mahali haya makaburi, ile mifupa mikavu, ona la Bwana linapita sasa. Haya makaburi yanafukuliwa, haya makaburi yanafukuliwa kwa jina la Yesu. Haya makaburi acha yanafukuliwa, achilia mombe, haya makaburi yafukuliwe. Hiyo mifupa inatoka, hiyo mifupa inafufuka. Matumaini yako yaliyopotea Bwana amekujilia, matumaini yarejee, matumaini yarejee, matumaini yarejee, matumaini yarejee, matumaini. Sukuma maombi leo, tuna nafasi ya kutosha ya kuachilia maombi. Sukuma maombi, sukuma maombi, sukuma maombi. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ufufuaye Baba wa rehema, nenda ukapate kufufua sasa vile vilivyokufa Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mifupa inafufuka sasa, mifupa inakuwa wanadamu walio hai katika jina la Yesu Kristo. Maisha yaliyofanana na mifupa, biashara imefanana na mifupa, familia imefanana na mifupa, afya imefanana na mifupa. Yako matengenezo ya Roho Mtakatifu, yako matengenezo ya Roho Mtakatifu, yako matengenezo ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Huduma imefanana na mifupa, Baba anawisha kwa upya tena, Baba anawisha kwa upya tena katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kama Ezekiel alivyotabiri kwa habari ya mifupa mikavu. Neno la Bwana, neno la Bwana, neno la Bwana lipo kwenye maisha yetu, linasema saa hii neno la Kristo linasema na imani zetu, na imani zetu kwa jina la Yesu Kristo haitakuwa mifupa tena. Kupo kuisha kwa upya, kupo kuisha kwa upya katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Damu ya msalaba inayoisha kwa upya, damu ya msalaba inayokomboa kwa upya kwa jina la Yesu. Maisha yako yamefanya mifupa, uko ukombozi upya, uko ukombozi tena, uko ufufuo tena katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana. Bwana anakwenda kufufua, Bwana anakwenda kurejesha, Bwana anakwenda kurejesha katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Walikuangalia kama mifupa, hawatakuangalia kama mifupa, watakuangalia kama mtumishi wa Bwana, watakuangalia kama baba mwenye heshima, watakuangalia kama mama mwenye heshima. Endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana. Ni nini kilichofanana na mifupa? Bwana anakwenda kuisha sasa katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Mapepo yaliyokusababisha ufanane na mifupa hayatakuwepo ndani yako, yanakuachia, yanakuachia, yanakuachia kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Mwana Kondoo. Magonjwa yanakuachia katika jina la Yesu. Unaenda kuisha kwa upya, unaisha kwa upya, unaisha kwa upya, unaisha kwa upya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya ukombozi, nguvu ya msalaba, nguvu ya Golgotha katika jina la Yesu, kwa damu ya Mwana Kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kumwambia Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mambo ambayo yamekukatisha tamaa katika utumishi wako, yaliyokukatisha tamaa katika ndoa, umekata tamaa katika ndoa, umekata tamaa katika utumishi, natamka leo kwa jina la Yesu, 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 natamka leo kwa jina la Yesu. Uhai, 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 uhai unapita, uhai unapita, uzima unapita, uponyaji unapita kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu ukapita na nguvu zako, uleta uzima, uleta uzima na uponyaji kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Tuachilie sadaka. Amen. Amen. Tunakwenda kuachilia sadaka. Tunakwenda tutakuwa na kipindi kingine cha maombi. Kama ni mgonjwa, una udhaifu wowote, chombo cha sadaka, tuachilie sasa sadaka za bahasha zetu. Watumishi mnaanza sasa, mkatoka karudi kwenye nafasi zenu.
siku yetu ya mwisho. Unahitaji maombezi, utabaki hapa kwa ajili ya maombezi. Unahitaji, una shida, una udhaifu wa mwili, una changamoto yoyote, unahitaji maombezi. Nguvu za Mungu zipo za kutusaidia kuvuka. Unahitaji maombi maalum baada ya haya. Unahitaji maombi maalum. Unahitaji maombezi.